بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مولاي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العلي العظيم. Aya hizi kutoka aya ya 5 mpaka aya ya 22 ya suratu Dahr. Aya hizi zituongoze katika kikao chetu cha leo, tukijibu swali la 10 katika mlolongo wa maswali 100 yanayohusu ushia. Na swali letu la 10 linahusiana na hadithi iliyopokewa kutoka kwa Amiri al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, inayotaja neno Shia, maneno ya mtume katika wakati wake. Maneno hayo kutoka kwenye kinywa cha mtume, neno Shia mtume akilitamka, sasa aya hizi zituongoze kwenye swali hili la 10 linalohusiana na ufafanuzi wa riwaya zinazotaja neno Shia. Na aya hizi zituongoze kwenye kauli mbiu yetu inayosema Karbala sirru intisarina, Karbala ndiyo siri ya ushindi wetu. Na tusiyasahau maneno makubwa ya mwanawazuoni mkubwa aliposema kullu ma indana min ashura
yote tuliyokuwa nayo, tunayojifakharisha nayo, ni kwa sababu ya Ashura, ni kwa sababu ya Karbala. Kwa hivyo hatutokosea tukisema ya kwamba Karbala sirru intisarina, Karbala ni siri ya ushindi wetu. Aya ambazo nimezisoma zinawahusu ahlul bait alayhimus salam baada ya kuweka kwao nadhiri na kutekeleza nadhiri yao. Mungu akawateremshia aya hizi kuanzia aya ya 5 mpaka aya ya 22. Innal abrara yashrabuna min kaas, hakika watu wema watakunywa katika gilasi ambayo itachanganywa na kafur. Ni chimbe hiyo ambayo watainywa watu wema, wataivuta kisawasawa, watakunywa kwa utulivu kisawasawa. Kwa nini walipwe hivyo? Kwa sababu walikuwa na sifa ya kutekeleza nadhiri, na walikuwa na sifa ya kuogopa siku ambayo shari yake ni kubwa na ni yenye kuendelea, mpaka maneno ya Mungu, inna hadha kana lakum jazaa, hakika haya yawe kwenu nyinyi ni malipo, na yawe matendo yenu ni yenye kushukuriwa. Aya hizi ambazo nimezisoma zimewashukia ahlul bait salawatullahi wa salamuhu alaihim. Allahumma salli ala Muhammad. Na zituongoze kwenye kulizungumza swali letu la 10. Na naomba niwagusie tu ya kwamba aya hizi ambazo nimezisoma, maulama wasiokuwa mashia wasiopungua 37 wametaja kwenye vitabu vyao kwamba aya hizi zimewashukia ahlul bait alayhimus salam. Katika vitabu hivyo 37 mimi naomba nitaje vitabu 10 tu. Shawahidu Tanzil, Kifayatu Talib, Al-Manaqib, Manaqib Ali ibn Abi Talib, Nurul Absar, Al-Jami'u li Ahkami al-Quran, Al-Kashaf, Ruhul Maani, Usudul Ghaba. Vitabu 10, lakini vilivyoko hapa ni 37 vilivyokuwa mbele yangu, vinavyotamka ya kwamba aya hizi nilizosoma zimewashukia ahlul bait salawatullahi wa salamuhu alaihim. Baada ya utangulizi wa aya hiyo, naomba tukumbuke ya kwamba katika maswali yetu yaliyopita ya maswali 100 kuhusiana na ushia, lilikuwa ni swali la kwanza tuliloanza nalo kwamba huu ushia umeanza lini. Kuna kauli nyingi zilizotajwa, lakini kauli hizi zote tukasema si sawasawa. Kauli iliyokuwa sawasawa ni kauli wanayoikubali mashia wenyewe, kwamba ushia umeanza kipindi cha mtume mwenyewe bado yuko hai, na yeye ndiyo aliyeweka misingi ya itikadi ya ushia,
bali na yeye ndiyo aliyelitamka neno hili Shia kutoka kwenye kinywa chake. Tukanakili hadithi ya maswahaba wakubwa watatu. Swahaba wa kwanza Jabir bin Abdullah al-Ansari, swahaba wa pili Ibn Abbas, swahaba wa tatu Salama, na tukanakili hadithi mbili za Amirul Mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hadithi ya Ali inayosema qala li Rasulullah, aliniambia mimi mtume, alam tasma' qawla Allahi ta'ala, kwani hukusikia maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina amanu wa amilu salihat, hakika wale walioamini na wakatenda mambo mema, ulaika hum khairul bariya, hawe wao ni viumbe bora. Hum anta wa shi'atuk, watu hao ni wewe na mashia wako. Watu hao ni wewe Ali na shia wako. Wa maw'idi wa maw'idukumul haud, na ahadi yangu mimi na nyinyi ni kuonana katika birika, hapo tutaonana. Idha jaatil umamu lilhisab, watu watakapokuja kwa ajili ya kuhisabiwa, wale walioamua kuchukua dini yao baada ya mtume kutoka kwa Ali, wale walioamua kuchukua mafunzo ya dini ya Uislamu kutoka kwa mtume kupitia Sayyiduna Ali, mtume anasema tud'auna ghurran muhajjalin, mtaitwa nyinyi mkiwa ni watu maalum, mna alama maalumu, mnang'ara, mnapendeza. Kwa hivyo maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama na mengine tuliyoyasoma ni ishara ya kwamba ushia haukuanza baada ya mtume kuondoka duniani, bali umeanza kipindi cha uhai wa mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukisoma kwa pamoja hii hadithi, kuna mambo kidogo tufaidike nayo. Katika mambo hayo, hadithi inasema, Ali anasema qala li Rasulullah, mtume aliniambia. Qala li Rasulullah, mtume alinieleza. Neno hili linaishiria mambo yafuatayo. Kwanza, linaishiria kwamba Ali alipoambiwa maneno haya na Mtume Muhammad alikuwa yuko naye pamoja. Maneno haya yanaishiria kwamba mtume alipomwambia Ali viumbe bora, hum anta wa shi'atuka, ni wewe na wafuasi wako, Ali alikuwa yuko pamoja na mtume. Sio alimsikia, la, sio aliambiwa, bali alikuwa yuko pamoja na mtume, mtume akampa habari. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, unapomsikia mtu kwa lugha ya Kiswahili, sisi uswahilini, huku uswahilini ukimsikia mtu anakuambia fulani alinieleza, fulani aliniambia,
ni tofauti na nilimsikia fulani. Fulani aliniambia, ni ishara ya kwamba wewe na yeye mna mahusiano mazuri, ni msiri wako, ni mwenzako. Kwa hiyo maneno Ali anaposema qala li Rasulullah, mtume aliniambia, inaonyesha kwamba Ali alikuwa mtu wa karibu mno wa Mtume Muhammad. Inaonyesha kwamba Ali alikuwa msiri wa mtume. Haya yanasadikisha maneno ya Ali alayhi salam anaposema ya kwamba mimi nilikuwa kila siku inayokwenda kwa Mungu naingia kwa mtume asubuhi na jioni, dakhalatani, asubuhi na jioni. Na mwenyewe Ali anasema nilikuwa nikiingia kwa mtume namuuliza, nikiwa sina cha kumuuliza mtume ananiuliza yeye. Na mwenyewe anasema Allahu Akbar, nilikuwa nikenda kwa mtume au mtume akija kwangu, Hasan na Hussein na Fatima wakiwepo kwenye kikao, mtume ananiuliza na mimi namuuliza, mtume ananijibu. Lakini nikienda kwake pakiwa na wake zake anawaondoa, nabakia mimi na yeye. Haitaki salawatu hiyo. Ali anasema kikao changu walikuwa wake wa mtume hawashiriki, lakini wanangu na mke wangu wanashiriki kikao cha maswali, kikao cha ilmu, mimi na Mtume Muhammad. Ali anasema mwenyewe nikaandika mpaka nikafikia mahala nikachoka kuandika. Mtume akanambia, ya Ali uktub, Ali andika. Ali akamwambia Mtume, ya Rasulullah, wewe umeniombea Mungu kwamba nisisahau, niwe na ilmu na nisisahau. Je, unaogopa chochote? Mtume akamwambia, uktub li shurakaik, andika kwa ajili ya washirika wako. Wewe una wenzako, hauko peke yako. Uktub li shurakaik, andika kwa ajili ya washirika wako. Ali anamuuliza Mtume Muhammad, wa man shurakai ya Rasulullah, washirika wangu ni yakina nani ambao unalazimisha lazima niandike kila unachokisema? Mtume akamwambia, uktub li shurakaik. Wa man shurakai ya Rasulullah, Mtume akamwambia, al a'immatu min wuldik, ni wale maimamu katika wanao. Wewe una washirika wako ambao ndiyo maimamu, wote wanatoka kwenye mgongo wako, ni kizazi chako, andika kwa ajili ya hao. Ali, jumla yao mabwana hao ni 12. Awaluhum Aliyun mwenyewe, wa pili wao ni Hasan ibn Ali al-Mujtaba, watatu wao ni Husain ibn Ali ash-shahidu bi Karbala, wanne wao ni Zainul Abidina Ali al-Baqiru Muhammad as-Sadiqu Jaafar al-Kadhimu Musa al-Ridha Ali al-Jawadu Muhammad al-Hadi Ali al-Hasan al-Naqiy al-Zakiy al-Askari Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntazar salawatullahi wa salamuhu alayhi.
uktub li shurakaik, andika kwa ajili ya washirika wako. Wa man shurakai ya Rasulallah al-a'immatu min wuldik. Kwa hivyo Mtume Ali anaposema qala li Rasulullah, ni ishara ya hayo ambayo nimeyaishiria. Lakini anaposema Mtume kumwambia Ali ya kwamba wa maw'idi wa maw'idukumul janna, mimi na wewe, mimi na nyinyi tutaonana, wa maw'idukumul haud, mimi na nyinyi tutaonana katika birika, tutaonana kwenye mto wa Kauthar. Katika birika hiyo Ali utakuwa na nafasi ya kuwanywesha baadhi ya watu, na Fatima utakuwa na nafasi, na mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiyo maana unapata hadithi hii, hadithi ya anta wa shi'atuka, wewe Ali na mashia wako, inakwenda sambamba na hadithi ya vizito viwili. Hadithi ya vizito viwili iliyotajwa ni Waislamu wote kwenye vitabu vyao, inatamka waziwazi ikisema qala Rasulullah, tamko alilolitoa Imamu Ahmad bin Hanbali kutoka kwa Zaid bin Thabit. Anasema Mtume amesema, hakika mimi nimewaachilieni makhalifa wawili, na waachilieni vitu viwili vitakavyowasimamia. Kwanza, kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho ni kamba iliyonyooshwa kati ya mbingu na ardhi, ni kitabu chenye mahusiano na Mungu. Lakini kitu cha pili, na waachilieni kizazi changu, itrati ahlu baiti, na waachilieni maimamu katika kizazi changu. Na hivyo viwili, mahalu shahid hapa, na hivyo viwili, kitabu na Qur'an, lan yaftariqa hatta yarida alayya alhawd, havitoachana hatta yarida, mpaka nikutane navyo, mpaka vinifikie kwenye birika. Wa maw'idi, mahala pa kuonana, ahadi yangu mimi na nyinyi ni alhawd. Kwa hivyo utaona hadithi ya wewe na shia wako na hadithi ya vizito viwili, vyote vinaelekea kwenye kitu kimoja, ambapo kizito cha kwanza ni Qur'an, kizito cha pili ni Ali. Kwa hivyo kizito cha pili ni ahlul baiti ambao mkichwa wao ni Ali. Hivyo viwili havitoachana mpaka siku ya Kiyama, mpaka kwenye birika. Wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya alhawd. Na hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri ina ishara Mtume anaaga dunia, ina ishara ya kwamba anaacha wasia, anatuhusia sisi, ushaku an ud'a fa ujib, huenda wakati wowote nikaondoka duniani, huenda wakati wowote nikawa sipo. Kwa hiyo nikiondoka, na waachilieni vizito viwili, kitabu cha Mwenyezi Mungu na kizazi changu. Wa inna al-latifa al-khabir, Mwenyezi Mungu mpole amenipa habari, akhbarani annahuma lan yaftariqa, amenipa habari kwamba hivyo viwili havitoachana hata yarida alayya alhawd. Kwa hivyo kuweni makini
kaifa takhlufuni fihima, kuweni makini baada ya mimi kuondoka duniani, wapi mtachukua mafunzo ya dini yenu. Hadith inakwenda sambamba na anta wa shi'atuka, wewe na shia wako, wa maw'idi wa maw'idukumul janna wa maw'idukumul hawd, afwan, shukran. Lakini nukta ya tatu na ya mwisho, pale mtume anapoishiria ya kwamba tud'auna ghurran muhajjalin, mtakuja ni watu mna tofauti, mnang'ara, mikono yenu na miguu yenu yote inang'ara kwa sababu ya ibada, na ndiyo sifa ya mashia. Na tutakuja kueleza mwishoni sifatu shia, sifa za mashia, uone ndiyo maana mtume akasema hum khairul bariya, ni viumbe bora. Kwa nini? Kwa sifa walizokuwa nazo. Sasa utaona kumbe tendo la kukutanishwa kumfuata Ali, kumpenda Ali ni jambo kubwa, mpaka mtume anasema kwamba anta wa shi'atuka, hum anta wa shi'atuka, ni wewe na wale wanaokufuata. Na ndiyo maana riwaya zikapokewa nyingi za kuwafuata ahlul bait, bali zikapokewa riwaya kwamba kuwapenda wao ni ishara ya imani. Kumpenda Ali ni ishara ya uchamungu, na kumchukia ni ishara ya kwamba wewe si muumini. Naomba tusome kwa pamoja hadithi aliyoinakili al-Imamu Muslim katika kitabu chake, sunani yake, sahihi yake afwan, ukurasa wa 86, hadithi ya 131, kitabul iman. Ananakili hadithi kutoka kwa Ali, anasema walladhi falaqa alhabba wa baraa an-nasama innahu la'ahadu an-nabiyyi al-ummi ilayya alla yuhibbani illa mu'minun wala yubghidani illa munafiqun. Mtume anasema, na hapa kwa yule ambaye amepasua mbegu, wa baraa nasama, na akaumba viumbe, na hapa kwa huyo, ni ahadi ya mtume al-ummi kwangu mimi ya kwamba la yuhibbuni illa mu'minun, hanipendi isipokuwa mu'min. Alla yuhibbani illa mu'minun, ya kwamba hatonipenda yoyote isipokuwa mu'min. Kwa hivyo atakayempenda Ali, kumfuata Ali ni ishara ya kuwa ni mu'min. Na ndiyo maana yakaja yale maneno, hakika wale walioamini na wakatenda mambo mema, hao ni viumbe bora. Wala yubghiduni illa munafiqun, na wala hanichukii yoyote isipokuwa. Kutoka kwa Salmanul Farisi, sami'tu Rasulallahi yaqul man ahabba aliyan faqad ahabbani, mwenye kumpenda Ali amenipenda mimi. Wa man abghadha aliyan faqad abghadani, na mwenye kumchukia Ali hakika amenichukia mimi. Baada ya ubainifu huo, naomba nitaje maneno machache kwa haraka haraka. Nimeziita nukta za kielimu, an-nuqatul ilmiya. Baada ya kuzinakili hizi hadithi na kuzisoma matini yake na kuzielewa vizuri, kuna nukta za kielimu lazima tuziweke vizuri kabla ya kuondoka kwenye hadithi hii. Nukta ya kwanza, hadha alhadithu ghairu mursal. Hadithi hii ya anta wa shi'atuka fil janna
sio hadithi mursal, ni hadithi ambayo ina sanadi imekamilika kutoka kwa mpokezi mpaka kwa Mtume Muhammad. Kwa hivyo asije akanyanyuka mtu akatamka akasema hadithi hii ni sawa, ipo kwenye vitabu vya Waislamu, lakini hadithi hii ni mursal, hadithi hii sio muttasil, imekatika. La, hadithi hii ni muttasil, hadithi hii si mursal. Hili jambo la kwanza. Lakini nukta ya pili, katika nukta za kielimu, naomba nitaje sanadi ya hadithi hii kwenye kitabu kimoja tu, lakini viko vitabu vingi vilivyotaja sanadi ya hadithi hii, nitakuja huko mbele. Kwa hiyo nukta ya pili ya kielimu ni sanadi ya hadithi hii, na naomba ni inakili kwenye kitabu cha Shawahidu Tanzil juzuu ya pili ukurasa 459 cha al-Imamu al-Haskani. Anasema hadathana al-Hakim Abu Abdillah al-Hafidh qira'atan wa imla'a, akhbarana Abu Bakr ibn Abi Darim al-Hafidh bil-Kufa, akhbarana al-Munzir ابن محمد ابن المنذر قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين ابن سعيد عن أبيه عن إسماعيل ابن زياد البزاز عن إبراهيم ابن مهاجر مولى آل شخبر قال حدثني يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علي قال سمعت عليا يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم alinieleza mtume wa ana musniduhu ila sadri faqala ya Ali ama tasma' qawla Allahi ta'ala innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyya hum anta wa shi'atuk. Kwa hiyo kisije kikaja kidudu mtu kikasema sawa, hadithi anta wa shi'atuka fil janna ipo, wewe na shia wako mtakwenda peponi, ipo, lakini ni hadithi mursali. La, si hadithi mursal. Sanadi ya hadithi safi salama salmini umeiona kwenye kitabu cha Shawahidu Tanzil, moja kwa moja mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haya, nukta ya tatu ya kielimu hapa ni ilmu sasa inafanya kazi yake, fani inafanya kazi yake. Kama si ya kwako fani hii, kaa kando, haitaki salawatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haya, usije ukasema ni hadithi mursal dhaifu, haina sanadi. La, ina sanad. Naomba tusome Durrul Manthur juzuu ya 6 ukurasa 379. Ametaja wale walioitoa hadithi, al-Imam Suyuti ametaja wale walioitoa hadithi na sanadi yake kutoka kwa Ibn Asakir an Jabir bin Abdullah al-Ansari kunna inda an-nabi, sanadi yake ipo. Namba 4, أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا علي خير البرية، علي نكيوم ببورا، إيبو سندياكي. أخرج ابن عدي عن ابن عباس قال لما نزلت، سندياكي إيبو. أخرج ابن مردويه عن علي قال سندياكي إيبو. Kwa hivyo hadithi hii sanadi yake ipo. Usije ukasema la, hadithi hii ni mursal, ameipokea tu Muhammad ibn al-Hanafiya, na yeye Muhammad ibn al-Hanafiya sio sahaba, hakumuona mtume, kwa hivyo hadithi ni mursal, ni munqati'. La, tumekupa ilmu hapa. Haya, na hiyo nitakuja huko mbele.
Nukta ya kielimu ya tatu nukta ya kielimu ya tatu. Nukta ya kielimu ya tatu hii niiache kwa ajili ya kikao cha kesho, kwa sababu nataka kesho nithibitishe kwamba hii hadithi ni mutawatir, sio katika hadithi ahad. Aitaki salawatu hiyo wasalamu. Nukta ya kielimu ya tatu tufunge nayo kikao ni riwaya ya Muhammad ibn al-Hanafiya, kwamba Muhammad ibn al-Hanafiya yeye si sahaba, kwa hiyo hawezi kutunakilia hadithi, itakuwa ni munqati'. Aljawab, Muhammad ibn al-Hanafiya yarwi anil ma'sumin salawatullahi wa salamuhu alayhim. Muhammad ibn al-Hanafiya akipokea hadithi anapokea kwa watu ambao ni maasumin, kwa watu waliofinikwa guo, wakashukiwa na aya nzima ya Qur'an, innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Kwa hivyo Muhammad ibn al-Hanafiya hata kama si sahaba, lakini anachokipokea ni kutoka kwa Hasan, kaka yake. Anachokipokea ni kutoka kwa Husaini, kaka yake. Anachokipokea ni kutoka kwa Amirul Mu'minin wa Qaidul Ghurril Muhajjalin, Imamul Mashariqi wal Magharib, Asadullahi Sayyiduna Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kambanga mkono bavingarugovya. Walau sallamna biirsaliha fa inna fi baqi al-asanidi ma yakfi liithbati sihhati al-hadith. Tukisema kwamba hadithi hii imepokewa ni Muhammad ibn al-Hanafiya na yeye akumuona mtume, kwa hivyo hadithi yake ni mursal, pana pengo hapa pamekatikati yake na mtume, tunakuambia hivi, sanadi zilizopita na zijazo na nyingine nyingi zinatosha kuthibitisha kwamba hadithi inayosema anta wa shi'atuka fil janna ni hadithi sahihi, haina matatizo yoyote. Karbala sirru intisarina, Karbala ndiyo siri ya ushindi. Kubakia hadithi inayotaja neno Shia kwenye vitabu vya wasiokuwa mashia ni ushindi, si ushindi? Kubakia hadithi zinazotaja Shia na Ahlul Baiti kwenye kipindi ambacho ilikuwa ni marufuku kutaja fadhila za Ali, kuwaje fadhila hizi zikabakia kwenye vitabu vya Waislamu? Karbala sirru intisarina. Naomba tuelekee Karbala ambako ndiyo siri ya ushindi. Ardhi ya Karbala, ardhi ambayo msafara wa al-Imam al-Hussein ulifika jana katika ardhi ya Karbala, na msafara baada ya kufika katika ardhi ya Karbala tawaqafa al-Jawadu anil masir, farasi wa Husaini akasimama, akawa haendi. Husaini alayhi salam akahisi kwamba kuna kitu si cha kawaida. Fasaala an ismi hadhihi al-ard, Husaini akauliza hapa ni wapi? Ardhi hii ni ardhi gani? Nchi hii ni nchi gani? Faqalu lahu tusamma Nainawa, wakamwambia hapa panaitwa Nainawa. Allahu akbar. Faqal
wa hal lahu ismun akhar, je, mahala hapa pana jina jingine? Qalu tusamma al-Ghadiriya, wakamwambia hapa panaitwa Ghadiriya. Husaini bado akauliza tena, wa hal laha ismun akhar, farasi amekataa kwenda. Na je, ardhi hii na jina jingine? Qalu tusamma Karbala fatanafasa suada. Husaini akatoa pumzi kubwa, akapumua kwa nguvu. Waqal, akawaambia watu wake, inzilu huna mahatu rihalina, hapa ndipo ulipofikizia msafara wetu. Hahuna tuqtalu rijaluna, hapa ndio watakapouawa wanaume wanaoipambania haki. Hahuna tudhbahu atfaluna, hapa ndipo watakapochinjwa watoto wetu. Hahuna tuhraqu khiyamuna, hapa ndiyo mahema yetu yatatiwa moto. Hahuna tusba nisauna, hapa ndiyo watatekwa, watachukuliwa mateka wanawake wetu. Katika hadith inasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, idha zulzilatil ard, ardhi itakapotetemeshwa kwa ajili ya siku ya Kiyama, rufi'a turbatu Karbala, mchanga wa ardhi ya Karbala utanyanyuliwa ukiwa ni safi kabisa, na utawekwa mahala pa juu peponi, fi hadhiratil Quds, mahala patakatifu ambapo yaskunuha nabiyuna wasiddiquna washuhada, ambapo ndipo sehemu wanapokaa mitume na mawalii wa Mungu na mashahidi. Na mchanga wa Karbala taftakhiru ala kulli biqa'il janna, unajifakharisha juu ya mchanga wa aina yoyote ya ardhi hapa duniani. Wataqul ana turbatu allati hawat jasad sayyid ash-shuhada, mimi ndiyo mchanga ambao hawat jasad sayyid ash-shuhada, umekihafidhi, umekitunza kiwiliwili cha bwana wa mashahidi. Mchanga wa Karbala na ardhi ya Karbala si ardhi ya kawaida. Ikutoshe ya kwamba mpaka leo hii tukizungumza mchanga kwenye kaburi la al-Imam al-Husain, ikifika siku ya Ashura, muda aliyouawa Husain, mchanga wenye asli ya pale alipozikwa Husaini mpaka leo unabadilika kuwa pande la damu. Mpaka leo hii Ayatullah al-Udhma Sayyid Muhammad Baqir Sadri rahimahullah anaeleza, anasema wakati wako Baghdadi, kabla hawajahamia Najaf, wanasema walikuwa na turuba nyumbani kwao inayotoka kwenye ndani ya kaburi la Hussein. Anasema ilikuwa tunajua Ashura kwa kubadilika kwake. Anasema ilikuwa ikiingia Ashura, muda aliyouawa Hussein, mchanga ulikuwa unabadilika, unakuwa pande la damu moja kwa moja, na kila muda unavyokwenda unaanza kurudi kwenye hali yake. Miaka kadhaa tulibahatika kusafiri moja ya nchi ambapo msafara wa al-Imam al-Husaini ulipita na akauawa mmoja katika watoto wa al-Imam al-Husain kwa kukanyagwa ni farasi.
Mtoto huyu Zainul Abidin akachukua mti mkavu akamchimbia shimo akamzika, alafu ule mti mkavu Zainul Abidin akauzika akaukita pale. Katika maajabu ya mahala hapo, ule mti chini ni mkavu mpaka leo hii, una miaka zaidi ya 1000 lakini juu umechanua. Lakini pointi muhimu, msimamizi wa markadi ile anasema, na nanakili kutoka kwenye kinywa chake, anasema shekhe hapa, ikifika siku ya 10 ya Muharram huwezi kuchungulia ndani ya hili shimo la huyu mtoto alipozikwa, pote pamebadilika pande la damu. Karbala, faya Karbala quli bi ayi wasilatin tawassalt hatta ikhtaraki sibtu madjaa. Shairi anasema, Karbala, umefanyaje, umetumia uchawi gani mpaka Husaini ikawa Karbala ndipo mahala wewe ulipozikwa na ndiyo mahala mwili wako upo. Balaghti a'la dhurwati almajdi ba'da an tadammanat khayra alkhalqi mar'an wa masma'a. Umefikia daraja ya juu. Ardhi ya Karbala si ardhi ya kawaida, mchanga wa Karbala, baada ya kuwa wewe ndiyo yuko mbora wa viumbe katika ardhi hiyo. Bihi tudraku almarda biturbatihi shifa wa yaghdu mujaban tahta qubbatihi ad-du'a. Karbala, umefanyaje wewe? Kwa sababu mgonjwa anapochukua mchanga, anapokula mchanga ni haramu, kula udongo ni haramu, lakini unaruhusiwa kula udongo sehemu ndogo, udongo wa al-Imam al-Husain kwa ajili ya shifa. Na ulimwengu umethibitisha anayekula kweli udongo mchache wa kaburi la al-Imam al-Husaini huponya maradhi aliyokuwa nayo. Hapa ninavyo visa vingi, watu waliopona kansa, sio maradhi ya kawaida, kansa, kwa kula kipande kidogo turba ya al-Imam al-Husain, na visa vingi, lakini muda hauniruhusu. Mwisho naomba nifunge majlisi yetu kwa shekhe maarufu, msomaji wa majlis, ambaye bila shaka kwa kutambua kwangu ni mtu wa Kuwait, Shekhe al-Muhajiri. Ni Mkuwaitu bwana lakini aliishi Kuwait Sheikh Abdul Hamid al-Muhajiri ni msomaji wa majlis maarufu duniani. Anaeleza ya kwamba siku moja amesafiri kwenda Uingereza, akafika kwenye mji wa London, akamkuta mwanamke wa kizungu, mzungu. Mwanamke wa kizungu alikuwa na kitu kikubwa, alikuwa na karama za ajabu. Ana kibuyu chake, kwenye kile kibuyu mtu anakwenda, ukienda unamuuliza, mimi nimebeba nini kwenye mwili wangu, au na kitu gani nyumbani? Basi anaangalia kwenye kibuyu, atakuambia vitu vyote ulivyobeba kwenye begi na kwenye mifuko yako. Anasema, mimi nikamjaribu mwanamke, nikabeba turba ya Abi Abdullah al-Husain, nikenda. Sasa nilipokwenda nikamuuliza, akamwambia, wewe ni mtaalamu, unajua kila kitu ninachokibeba, naomba unieleze nimebeba nini kwenye mkono wangu. Anasema yule bibi wa kizungu akaangalia kwenye buyu, kila akiangalia haoni kitu, lakini mwisho akamwambia, wewe umebeba kitu, hicho kitu ulichobeba sio kitu cha kidunia, sio kitu cha duniani, hicho ni kitu cha ulimwengu mwingine ambao ulimwengu huo bado haupo hivi sasa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. أكرمنا بالهدى والاستقامة. سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. طهر بطوننا من الحرام والشبهة. اكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. اغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. naomba mikono juu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج علينا جميعا وعلى كافة المسلمين. فرج علينا جميعا وعلى كافة المؤمنين. فرج علينا جميعا وعلى كافة الحاضرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين مع الصلوات 3 مرات على حب الزهراء بأعلى أصواتكم.